Karibu tena kwenye uchambuzi wetu huu wa kina. Leo tunaingia kwenye kipindi kigumu kweli kweli katika historia ya Kenya. Tunazungumzia miaka ile kati ya 1982 na 1994. Unajua, inashangaza kidogo ukifikiria, kwa sababu kipindi hiki kilianza na ile kauli mbiu maarufu sana ya Rais Moi, upendo, amani na umoja. Lakini kama maandiko tunayorejelea hapa yanavyoonyesha, hasa hizi sura za 5 na 6 za kitabu cha Daniel Branch, Kenya, Between Hope and Despair, uhalisia ulikuwa mbali sana. Mbali sana na hiyo kauli mbiu. Ulikuwa wakati wa ukandamizaji mkali, ghasia pia. Kabisa. Ni kipindi chenye pande mbili kinzani sana. Ndani ya hizi sura mbili, Branch anatupitisha kwenye safari yenye misukosuko kweli kweli. Kuanzia pale Rais Moi anavyojaribu, kuimarisha mamlaka yake baada ya lile jaribio la mapinduzi la 86 na jaribio la mapinduzi la 82. Halafu tunaenda mpaka kufikia mwanzo wa ile enzi ya vyama vingi, ambayo pia haikuwa rahisi. Ilikuwa tete sana. Ni miaka iliyoumba Kenya tunayoijua leo kwa kiasi kikubwa sana. Na lengo letu hapa ni kutumia huu uchambuzi wa Branch kuelewa zile mbinu mbili kuu ambazo Moi alizitumia, yani kujikita pale madarakani. Kwa upande mmoja ule mkono wa chuma dhidi ya wapinzani, ukandamizaji. Lakini pia kwa upande mwingine ule mfumo wa tuseme upendeleo, patronage. Alafu tutaangalia jinsi licha ya yote hayo, shinikizo la kutaka mabadiliko lilivyozidi kuongezeka kwa nguvu kabisa kutoka ndani na hata nje ya nchi. Na mwishowe tutajaribu kuchunguza kwa nini ule mpito kuelekea vyama vingi, kwa nini uligeuka kuwa wa ghasia, tena ghasia za kutisha, hasa zile za kikabila. Tutaangazia jinsi Branch anavyounganisha haya matukio, siasa za kikabila na jinsi historia hii inavyoendelea kuwa na mwangwe mpaka leo. Basi, wewe msikilizaji wetu, karibu sana. Karibu ujiunge nasi. Tunatumai uchambuzi huu wa kina wa sura ya 5 na 6 utakupa uelewa mpya kuhusu kipindi hiki. Ni tata, lakini ni muhimu sana kukielewa. Sawa basi. Hebu tuanze. Tuanzie pale pale baada ya lile jaribio la mapinduzi, Agosti 1980. Branch anaeleza kuwa Moi hakupoteza muda. Alitumia tukio hilo kama fursa ya dhahabu kuonyesha nguvu zake. Ni kweli, ilikuwa kama license to operate kwake. Ghafla, wale wote waliokuwa hata wananongona tu kumkosoa, wapinzani wa kisiasa, hata watu ambao walitiliwa shaka kidogo tu, wote walijikuta matatani. Ilikuwa kana kwamba ile kauli mbiu ya upendo, amani na umoja ilikuwa kama pazia tu kuficha ukweli mwingine kabisa. Hofu ilitanda. Kabisa. Na kitovu kimoja cha hofu hiyo, kama Branch anavyoeleza kwa uchungu kweli, kilikuwa ni lile jengo la Nyayo House, pale katikati ya Nairobi. Sehemu zake za chini ya ardhi, zile basement, ziliguzwa kuwa vyumba vya mateso. Kwa yoyote tu alionekana kama tishio kwa serikali. Watu kama kwa mfano, Wanyuriri Kihoro aliandika kitabu kizima kuhusu masaibu yake, lakini yeye ni mfano mmoja tu. Orodha ni ndefu sana. Branch anataja jinsi ukandamizaji ulivyolenga makundi mbalimbali. Wasomi kama yule mwanahistoria maarufu E.S. Atieno Odhiambo, viongozi wa zamani wa wanafunzi, walimu, mawakili, waandishi wa habari, watu walitekwa nyara. Walifungiwa kwenye seli zenye maji. Wakanyimwa usingizi, wakapigwa. Mateso yalikuwa ya kila aina. Inatisha sana kusikia hayo, lakini labda tuelewe kidogo. Branch anaeleza jinsi serikali iliweza kuwapata watu wengi kiasi hicho. Walijuaje nani ni mkosoaji, nani si mkosoaji? Hilo ni swali muhimu sana. Branch anaelezea kuhusu mtandao mpana wa kijasusi na watu wa habari uliotumika. Watu waliogopa na wengine walishawishiwa au labda hata kulazimishwa kutoa taarifa kuhusu majirani zao, wafanyakazi wenza, hata marafiki. Hali ya kutoaminiana ilitawala kila mahali. Halafu sasa serikali ikaja na hii dhana ya Mwakenya. Mwakenya. Nakumbuka jina hilo lilisikika sana miaka ile. Ilikuwa ni harakati gani hasa hii, au ilikuwa tu kama unavyosema kisingizio? Branch anaeleza kuwa Mwakenya, yani muungano wa wazalendo wa kuikomboa Kenya, ilitajwa kama harakati ya siri ya mapinduzi. Sasa kama kweli ilikuwa na nguvu na mpangilio kiasi gani,
Hilo ni jambo lenye mjadala mkubwa hadi leo. Lakini ukweli ni kwamba bila kujali ilikuwa na nguvu kiasi gani, serikali ya Moi ililitumia jina Mwakenya kama blanket kufunika ukandamizaji mkubwa zaidi. Kumiliki tu chapisho lolote lililoonekana kuwa kichochezi au hata kushukiwa tu kuwa na mawazo tofauti ilitosha kabisa kukufanya uhusishwe na Mwakenya. Yaani ilikuwa rahisi hivyo? Ilikuwa rahisi sana. Watu kama Joseph Onyangi Mbaja, yule aliyefanya kazi na kampuni ya Oginga Odinga, au Peter Yanga Thoga Kihara. Huyu alikuwa na historia ndefu ya kupinga serikali tangu enzi za ukoloni na hata Kenyatta. Wote walikamatwa na kuteswa kwa madai ya kuwa wanachama wa Makenya. Ilikuwa njia rahisi sana ya kunyamazisha upinzani wowote ule. Kwa hiyo tunaona ukandamizaji wa kisiasa ukiendelea kwa kasi. Lakini kitabu cha Branch pia kinaangazia tukio lingine, tukio la kutisha sana ambalo halikuwa la kisiasa moja kwa moja labda, lakini lilionyesha ukatili wa serikali, mauaji ya Wagala mwaka wa 1984. Ni kweli, tukio la Wagala ni moja ya sura zenye giza nene zaidi katika historia yetu, na Branch analichambua kwa uzito mkubwa. Muktadha wake ni muhimu kuelewa kwanza. Kule kaskazini mashariki mwa Kenya, hali ilikuwa tete kwa muda mrefu. Athari za ile vita ya Ogaden kati ya Somalia na Ethiopia, kusambaa kwa silaha haramu, yote haya yalikuwa yameongeza ukosefu wa usalama. Pia kulikuwa na ile migogoro ya kikabila ya muda mrefu kuhusu malisho na maji, unajua, hasa kati ya jamii za Wajir, Wajuran na Wadigodia. Branch anaeleza kuwa hata ujenzi wa ule uwanja wa ndege wa kijeshi pale Wagala kwenye ardhi iliyokuwa ikizozaniwa ulichochea zaidi hasira za wenyeji. Kwa hiyo hali ilikuwa tayari si nzuri. Hali haikuwa nzuri kabisa. Basi kufuatia shambulio la washambuliaji wa Kidegodia dhidi ya Waajuran mwezi Februari 1984, serikali iliamua kufanya operesheni kubwa, operesheni ya kuwaondoa silaha Wanadegodia katika wilaya ya Wajir. Branch anaeleza jinsi maelfu ya wanaume wazima wa Kidegodia walivyokusanywa kwa nguvu kutoka vijiji mbalimbali wakapelekwa kwenye ule uwanja wa ndege wa Wagala. Hapo sasa, kulingana na ripoti za mashahidi na baadaye hata tuma za uchunguzi, walifungiwa kwa siku kadhaa katika hali mbaya sana, bila chakula, bila maji, wakalazimishwa kulala uchi juani kali. Kuna madai mazito sana na ushahidi unaoashiria kuwa mamia, wengine wanasema maelfu, ya watu waliouawa kinyama wakati wa operesheni hiyo. Miili yao ikazikwa kwenye makaburi ya halaiki au kutupwa tu porini. Hiyo ni picha ya kutisha mno. Yaani haielezeki. Serikali ilijibuje kuhusu tukio hilo? Walisemaje? Awali, unajua, kama kawaida, serikali ilikanusha vikali. Walisema hakuna mauaji yaliyotokea kwa kiwango hicho. Walitoa idadi ndogo sana ya vifo, kama watu 57 tu, eti kutokana na mapigano wakati wa operesheni. Hata hivyo, kama Branch anavyoonyesha, ushahidi ulikuwa mwingi. Shinikizo kutoka kwa viongozi wa eneo hilo, mashirika ya haki za binadamu, lilikuwa kubwa mno. Baadaye, serikali ilijaribu kutuliza hali kwa kutoa msamaha fulani na kupeleka misaada ya chakula. Walisaidiwa pia na ukweli kwamba kulikuwa na ukame mkubwa sana nchini mwaka 1984-1985, ambao uliumiza sana kaskazini mashariki. Lakini kama kitabu kinavyoonyesha wazi, lile kovu la Wagala halikufutika. Lilibaki kama ushahidi mchungu wa ukatili wa serikali. Sasa, hapa pana kitu cha kuvutia. Licha ya kutumia huu mkono wa chuma Nyayo House, Wagala Branch anaeleza kuwa Moi alikuwa na mbinu nyingine, labda ilionekana laini zaidi, unajua, ya kudumisha utawala wake. Mfumo wa upendeleo, patronage. Hii ni kama hoja kuu anayoitoa Branch kuhusu jinsi Moi alivyoimarisha nguvu zake katikati na miaka ya 80. Ni kweli kabisa. Hii ilikuwa ni mbinu ya kisiasa ambayo Moi aliitumia kwa ustadi mkubwa sana. Alitumia rasilimali za serikali, vyeo, leseni za biashara, mikataba ya ujenzi, mgao wa ardhi, hata pesa taslimu, kujenga mtandao mkubwa, mtandao wa wateja na wafuasi kote nchini. Wanasiasa, watumishi wa umma, wafanya biashara, viongozi wa kijamii, wengi walinufaika na mfumo huu, na hivyo wakawa na sababu ya kumuunga mkono Moi na chama chake KANU. Yaani, ilikuwa ni mfumo wa wewe nipe, mimi nikupe. Kama hivyo, Branch anatoa mfano
ule wa uchaguzi mdogo wa Mbita mwaka 1983. Inaripotiwa wapiga kura walikuwa wanadai hongo waziwazi kutoka kwa wagombea. Hii inaonyesha jinsi mfumo huu ulivyoingia hadi kwenye siasa za ngazi ya chini kabisa. Wakati huo huo, ili kudhibiti zaidi siasa za kikabila, Moi alihakikisha anavunja nguvu za mashirika yale ya kikabila yaliyokuwa na ushawishi mkubwa, kama GEMA, unakumbuka, Gikuyu, Embu and Meru Association. Ndiyo, GEMA ilikuwa na nguvu sana. Inaonekana kama alikuwa amefunga kila kona. Lakini je, huu mfumo wa ukandamazi kwa upande mmoja na upendeleo kwa upande mwingine uliweza kweli kuwanyamazisha Wakenya kabisa? Hapana kabisa. Na hapa sasa ndipo Branch anapoanza kuonyesha zile nyufa kwenye utawala wa Moi. Mwishoni mwa miaka 1980, licha ya hofu, licha ya mfumo wa upendeleo, ile kiu ya mabadiliko ilianza kuchemka tena, chini kwa chini. Branch anaeleza jinsi Wakenya waliokuwa uhamishoni, kama yule mwandishi mashuhuri Ngugi wa Thiong'o na lile kundi lake la Umoja, walivyoendelea kufichua maovu ya serikali kwa ulimwengu. Ndani ya nchi, watu walitafuta njia za kukutana na kujadili siasa kwa siri. Branch anamnukuu Atieno Odhiambo akiziita sehemu kama matanga, harusi, hata daladala, matatu, akiziita jamhuri za watu. Yaani sehemu pekee ambazo watu wangeweza kusema kwa uwazi kiasi. Jamhuri za watu, hiyo ni kauli nzito. Ni kauli nzito kweli. Pia kulikuwa na ujasiri wa aina yake kutoka kwa waandishi kama Wahome Mutahi na ile safu yake maarufu ya Whispers kwenye gazeti. Alitumia lugha ya mafumbo, kejeli, kuikosoa serikali bila kumtaja Moi moja kwa moja, lakini kila mtu alikuwa anajua anazungumzia nini. Halafu, kama Branch anavyosisitiza, ukaja ule uchaguzi mkuu wa 1988, mfumo uliotumika wa mlolongo. Unajua, ule wa kupiga kura kwa kupanga foleni nyuma ya picha mgombea hadharani, ulionekana na wengi kama njia ya wazi wa wizi wa kura na kuwatisha wapinzani. Hasira ilikuwa kubwa sana, hata miongoni mwa watu ambao awali walikuwa wamekaa kimya. Ilikuwa kama kuni iliyoongezwa kwenye moto ule wa kutaka mabadiliko. Sura ya 6 ya kitabu cha Branch, na tunaona mambo yanaanza kubadilika kwa kasi zaidi. Kinachovutia sana katika uchambuzi wa Branch ni jinsi anavyounganisha matukio ya Kenya na yale yaliyokuwa yakitokea duniani kote. Mwisho wa vita baridi ulikuwa na athari kubwa sana, sivyo? Kabisa kabisa. Huu ni wakati muhimu sana katika historia ya dunia na ya Kenya pia. Kuanguka kwa ukuta wa Berlin mwaka 89, kusambaratika kwa Umoja wa Kisovieti, kulibadilisha siasa za dunia nzima. Ghafla, nchi za magharibi hazikuwa na haja tena, unajua, ya kuiunga mkono Kenya ya Moi kama ngome dhidi ya ukomunisti barani Afrika. Branch anaeleza jinsi mtazamo ulivyobadilika ghafla. Wafadhili, taasisi za kifedha kama IMF, Benki ya Dunia, wakaanza kusukuma ajenda mpya, ajenda ya utawala bora. Hili lilikuwa neno la heshima tu, kumaanisha demokrasia ya vyama vingi, uwajibikaji wa serikali na kuheshimu haki za binadamu. Shinikizo kwa Moi likaongezeka sana kutoka nje. Na inaonekana shinikizo hili la nje lilienda sambamba na kuibuka kwa nguvu mpya ndani ya nchi. Ndiyo kabisa. Wakati serikali ikipata presha kutoka nje, nafasi ilifunguka zaidi kwa mashirika ya kiraia na vuguvugu la kijamii kuinua sauti zao ndani ya nchi. Mfano bora anautumia Branch ni Profesa Wangari Maathai. Na lile vuguvugu lake la Green Belt Movement, walikuwa wamejulikana kwa kupanda miti, lakini sasa wakajitosa kwenye mapambano makubwa zaidi ya kisiasa kabisa. Walipambana kwa ujasiri mkubwa na serikali kupinga ule ujenzi wa jengo refu la KANU pale Uhuru Park, wakitetea nafasi za umma. Lakini zaidi ya hapo, Maathai alianza kuongelea waziwazi uhusiano kati ya mazingira, demokrasia na haki za wanawake, hasa kuhusu umiliki wa ardhi. Hii ilikuwa tofauti sana na zamani ambapo mashirika kama maendeleo ya wanawake yalikuwa kama yametekwa na KANU. Sasa, sauti huru za wanaharakati kama Maathai zilikuwa zinasikika kwa nguvu. Halafu, mwaka 1990, Kenya inatikiswa tena. Tukio jingine kubwa, mauaji ya waziri wa mambo ya nje, Dr. Robert Uko. Branch anachambuaje tukio hili? Lina umuhimu gani katika hii safari ya mabadiliko tunayoizungumzia? Mauaji ya Uko yalikuwa kama bomu lililolipuka katika hali iliyokuwa tayari tete sana.
Branch anaeleza kuwepo kwa fununu nyingi, fununu za mvutano mkubwa ndani ya serikali, hasa kati ya Uko, ambaye alionekana kama msomi, mwanadiplomasia makini, na kwa upande mwingine Nicholas Biot, waziri mwenye nguvu kubwa, utajiri mkubwa na aliyehusishwa sana na ufisadi. Kulikuwa na madai kuwa Uko alikuwa anakusanya taarifa kuhusu ufisadi mkubwa serikalini ili aiwasilishe kwa Rais Moi na hata kwa wafadhili. Branch anataja pia ile safari yao ya pamoja kwenda Marekani muda mfupi kabla ya kifo chake, ambapo inasemekana Uko alipokelewa kwa heshima kubwa kuliko wajumbe wengine, jambo ambalo huenda lilizua wivu na uhasama zaidi. Kisha Februari 1990 Uko akatoweka kutoka nyumbani kwake Koru karibu na Kisumu. Siku chache baadaye mwili wake ukapatikana kwenye kichaka karibu na nyumbani kwake, ukiwa umeungua vibaya sana na ulikuwa na jeraha la risasi kichwani. Inasikitisha sana. Serikali ikadai alijua, lakini Wakenya wengi sana hawakuamini kabisa. Shaka kubwa ilielekezwa kwa Biwott na hata kwa watu ndani ya ofisi ya rais. Ingawa uchunguzi ulifanyika, uliwahusisha hata wapelelezi kutoka Scotland Yard, hakuna mtu aliyewahi kufunguliwa mashtaka kwa mauaji yale. Kama Branch anavyoonyesha, tukio hili lilizua hasira kubwa mno, hasira isiyo kifani. Lilithibitisha kwa wengi kuwa serikali ilikuwa tayari kutumia njia za kikatili kunyamazisha ukweli. Lakini tofauti na zamani, sasa watu hawakuwa tayari kunyamaza kimya. Hali hii ya hasira na kutoaminiana inaonekana ndio iliyochochea zaidi ule wito wa mabadiliko ya kisiasa. Bila shaka kabisa. Mwezi Aprili 1990, muda mfupi tu baada ya mauaji ya Uko, wanasiasa wawili wakongwe waliokuwa wameinguliwa na Moi, Kennedy Matiba na Charles Rubia, walivunja ukimya. Wakadai hadharani kurejeshwa kwa mfumo wa vyama vingi. Wakaenda mbali zaidi, wakapanga mkutano mkubwa wa hadhara kule viwanja vya kihistoria vya Kamukunji jijini Nairobi, tarehe 7 Julai 1990. Siku hiyo ndiyo ikaja kujulikana kama Sabasaba. Sabasaba nakumbuka vizuri sana. Serikali kama ilivyotarajiwa ilikataa kutoa kibali cha mkutano huo. Kabla ya tarehe 7 Julai, Matiba, Rubia na wanaharakati wengine wengi walikamatwa, wakafungwa bila kufunguliwa mashtaka. Lakini licha ya hayo, siku ya Sabasaba, maelfu ya Wakenya walijitokeza Kamukunji kuonyesha kuwa wanataka mabadiliko. Polisi walitumia nguvu kuwatawanya. Ghasia kubwa zikazuka, sio tu Nairobi, bali pia katika miji mingine kama Nakuru na Kisumu. Watu waliuawa, mamia wakakamatwa. Lakini kama Branch anavyosema, ule ujasiri wa watu wa Sabasaba ulionyesha kuwa haiwezekani tena kurudi nyuma. Upepo wa mabadiliko ulikuwa unavuma kwa nguvu sana. Mwaka uliofuata, Agosti 1991, wale wanasiasa wakongwe kama Ojinga Odinga, Masinde Muliro, Martin Shikuku na George Ntenge walitangaza rasmi kuundwa kwa jukwaa la upinzani. Likaitwa Forum for the Restoration of Democracy, yani FORD. Hapo sasa, pressure ilikuwa kubwa mno kwa Moi, nafikiri. Kutoka ndani kuna FORD na maandamano. Kutoka nje wafadhili wanabana. Alifanyaje sasa? Alijaribu kushikilia kwa muda. Alipinga FORD, akawakamata viongozi wake, lakini haikuwezekana tena. Maandamano ya kuwaunga mkono FORD yalizuka kote nchini. Wakati huo huo, wale wafadhili muhimu, hasa klabu ya Paris, walisitisha misaada yote mipya kwa Kenya. Mwezi Novemba mwaka 1991, wakishinikiza mageuzi ya kisiasa na kiuchumi. Hatimaye, mwezi Disemba mwaka 1991, Rais Moi alilazimika kusalimu amri. Branch ananukuu jinsi Moi, akiwa kama mikunjo uso, alivyotangaza kukubali kufuta kifungu cha 2A cha katiba, kile kifungu kilichoifanya KANU kuwa chama pekee halali nchini Kenya. Hata alipokubali hakuwa na furaha nayo Kabisa. Alirejelea vuguvugu la vyama vingi kama takataka yote hii, kuonyesha jinsi alivyokuwa anafanya hivyo kwa shingo upande. Lakini mlango ulikuwa umefunguliwa, vyama vingi vilikuwa vimerudi. Kufunguliwa kwa mlango wa vyama vingi ungetegemea kuwa jambo la furaha, matumaini, lakini kama sura ya 6 inavyoonyesha, kwa uchungu mkubwa, kilichofuata kilikuwa kipindi cha giza zaidi. Zile vita vya mishale. Hii ilitokeaje sasa? Mbona ghasia badala ya amani? Hii ni jambo la kusikitisha sana,
na ni moja ya hoja kuu katika uchambuzi wa Branch. Mara tu baada ya kuruhusu vyama vingi, ghasia mbaya za kikabila zilianza kulipuka, hasa katika eneo la Bonde la Ufa, lakini pia maeneo mengine. Kipindi hiki kuanzia mwishoni mwa 1991 kikaendelea hadi uchaguzi wa 1992 na hata kuendelea mpaka 1994 kilijulikana kama vita vya mishale, kwa sababu ya silaha za jadi zilizotumika sana, pinde na mishale. Branch anaeleza jinsi wanasiasa wenye msimamo mkali ndani ya KANU, hasa kutoka jamii ya Kalenjin ambako Rais Moi alitoka, walivyoanza kufufua ile siasa ya majimboism, ile dhana ya zamani ya ugatuzi wa kikanda iliyokuwa na mwelekeo wa kikabila sana. Majimboism tena. Ndiyo. Wakatoa matamshi ya uchochezi hadharani, wakitishia jamii nyingine, hasa Wakikuyu, Waluo, Waluhya, Wakisii zilizokuwa zimehamia Bonde la Ufa, wakiwaita wageni, wakiwataka waondoke au waungane na KANU. Viongozi wa kidini kama Askofu Manasseh Kuria walilaani vikali huu uchochezi, lakini uliendelea tu. Ghasia zenyewe zilianza kwa kasi mwishoni mwa 1991. Maeneo kama Mitateite pale mpakani mwa Nandi na Kisumu, Molo, Olenguruone, Kericho, zikaenea hadi Trans Nzoia, Uasin Gishu, Nakuru. Branch ananukuu maelezo ya kutisha kutoka kwa mashuhuda, jinsi makundi ya washambuliaji, mara nyingi wakitumia pinde na mishale, lakini pia silaha nyingine, yalivyovamia vijiji, wakachoma nyumba, wakaua watu, wanaume, wanawake, watoto, wakaiba mifugo. Mapigano yalikuwa kati ya jamii za Kalenjin, wakati mwingine wakisaidiwa na Wamasai, dhidi ya majirani zao, Wakikuyu, Waluo, Waluhya na Wakisii. Na swali kubwa hapa linabaki, je, Branch anatoa ushahidi gani unaoonyesha kuwa serikali ilihusika kama inavyodaiwa na wengi hadi leo? Branch anaweka wazi kuwa kuna ushahidi mwingi. Ushahidi uliokusanywa na mashirika ya haki za binadamu, makanisa na hata ripoti za bunge baadaye. Unaonyesha kuhusika kwa serikali au angalau uzembe wa makusudi. Anataja ripoti za magari ya serikali, yale ya GK, kutumika kuwasafirisha washambuliaji. Anataja madai kwamba washambuliaji walipata mafunzo, wengine hata walilipwa pesa kwa kila adui waliomuua au nyumba waliochoma. Hiyo ni nzito sana. Ni zito sana. Cha kusikitisha zaidi, anataja ripoti nyingi za polisi na maafisa wa utawala kusimama tu na kuangalia watu wakishambuliwa au hata kuwapendelea washambuliaji kwa kuwanyang'anya silaha wale waliokuwa wakijitetea. Hii inaonyesha kuwa ghasia hizo hazikuwa tu za hiari kati ya jamii, zilikuwa sehemu ya mkakati wa kisiasa wa KANU, labda kuthibitisha ile hoja ya Moi kuwa vyama vingi vitaleta machafuko ya kikabila, na pia kuwatimua wapiga kura wa upinzani kutoka maeneo muhimu kabla ya uchaguzi. Lakini Branch anaenda mbali zaidi. Anasema chanzo cha migogoro hii hakikuwa tu siasa za uchaguzi wa 92. Anasisitiza kuwa wanasiasa walichochea migogoro ya kihistoria kuhusu ardhi, migogoro iliyokuwa imefukuta kwa miongo mingi. Swala la ardhi tena. Swala la ardhi linahusisha jinsi ardhi ilivyogawiwa wakati wa ukoloni, na hasa jinsi serikali ya Kenyatta ilivyowezesha Wakikuyu wengi kuhamia na kununua ardhi katika Bonde la Ufa baada ya uhuru, jambo lililozua chuki kutoka kwa baadhi ya wenyeji. Wakati wa Moi sasa, zile taasisi ambazo zingeweza kutatua migogoro hii ya ardhi kwa haki zilikuwa zimedhoofishwa sana, na hivyo ikawa rahisi kwa wanasiasa kutumia swala hili kuwagawa wananchi kwa misingi ya kikabila kwa manufaa yao wenyewe. Matokeo yake yalikuwaje sasa? Kabla ya ule uchaguzi wa kwanza wa vyama vingi, ilikuwa hali gani? Matokeo yalikuwa maafa makubwa sana. Kufikia Disemba 1992, wakati uchaguzi ulipofanyika, Branch anakadiria, kulingana na ripoti mbalimbali, kuwa zaidi ya watu 1500 walikuwa wameuawa katika ghasia hizo, na takriban watu talaki 30,000 walikuwa wamefurushwa kutoka makwao, wakawa wakimbizi wa ndani, yani IDPs. Uchumi wa maeneo hayo uliporomoka kabisa. Mashamba yaliachwa, mifugo ikapotea, biashara zikafa, shule zikafungwa, hata utalii uliathirika. Ilikuwa ni mwanzo mchungu sana na wenye damu nyingi kwa ile enzi mpya ya siasa za vyama vingi nchini Kenya. Kwa kweli
Ni kipindi kigumu sana kuchambua, lakini tukijaribu kufunga mjadala huu wa sura ya 5 na 6 za kitabu cha Branch, tumeona kama picha mbili hivi zinazokinzana. Kwa upande mmoja, Rais Moi akijaribu kuimarisha utawala wake kwa njia zote: ukandamizaji mkali kupitia Nyayo House, matukio kama Wagala, na pia kwa kutumia ule mfumo wa upendeleo. Lakini kwa upande mwingine tumeona jinsi shinikizo la mabadiliko lilivyokuwa likiongezeka kwa kasi, likichochewa na matukio ya ndani kama mauaji ya Oko, Sabasaba, pamoja na mabadiliko ya kimataifa, na hatimaye kulazimisha kurudi kwa vyama vingi. Na mwishowe tumeona jinsi huo mpito, badala ya kuwa wa amani na matumaini, ulivyogubikwa na ghasia mbaya, ghasia za kikabila zilizochochewa kisiasa na kuhusishwa na serikali, zile vita vya mishale. Na umuhimu wa kuelewa haya yote kwako wewe msikilizaji wetu uko wapi? Uchambuzi huu wa Branch wa kipindi hiki cha 1982 hadi 1994 ni muhimu sana, kwa sababu unatupa mwanga kuhusu mizizi ya changamoto nyingi ambazo Kenya inaendelea kupambana nazo hadi leo. Zile siasa za kikabila ambazo bado zinatumika kuwagawa wananchi wakati wa uchaguzi. Changamoto za kujenga taasisi imara za kidemokrasia zinazoweza kuwajibisha viongozi. Na bila shaka, yale masuala tete ya ardhi ambayo bado hayajatatuliwa kikamilifu. Yote haya yana historia ndefu inayorejea kwenye haya matukio tuliyojadili leo. Kuelewa historia hii ni hatua muhimu sana katika kutafuta suluhu za kudumu kwa changamoto hizi. Hakika kabisa. Na tunapofikia mwisho wa uchambuzi wetu wa leo, tunakuacha na wazo hili la kutafakari, wazo linalotokana moja kwa moja na huu uchambuzi. Kwa kuzingatia jinsi historia ya Kenya, hasa katika kipindi hiki tulichojadili, imeonyesha huu mzunguko wa ghasia zinazohusishwa na siasa za uchaguzi na migogoro ya ardhi iliyochochewa kisiasa. Je, ni kwa namna gani mzunguko huu hatari unaweza kuvunjwa? Ni nini hasa kinahitajika ili kuhakikisha kwamba badiliko ya kisiasa na chaguzi zijazo zinakuwa za amani, za haki na zenye kuleta maendeleo ya kweli kwa Wakenya wote, badala ya kuleta hofu na mgawanyiko tena na tena? Ni swali zito, lakini naamini ni muhimu sana kujiuliza.